Katika sura ya 17 ya kitabu cha Ufunuo tulipata kupitia mambo mengi yaliyohusiana na mwanamke anayekaa juu ya mnyama mwekundu sana mwenye vichwa 7 na pembe 10 na mwenye kujaa majina ya makufuru. Na tukaona ya kwamba huyu mwanamke aliyekuwa juu ya mnyama alikuwa na jina la siri lililoandikwa likisema Babeli Mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Tena huyu mwanamke anakaa juu ya maji mengi na kulewa kwa damu ya watakatifu ambao ni mashahidi wa Yesu. Alikuwa tajiri, mwenye kujipamba kwa dhahabu na lulu na kito cha samani, na mwenye kuvikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Zaidi ya hayo, alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machafu ya uasherati wake, ambamo alitoa mvinyo uliowalevya wakaaji wa dunia, kwa kuwa ulikuwa ni mvinyo uliopatikana kwa kuzini na wafalme wa nchi. Ijapokuwa tuliona yule kahaba mkuu na yale aliyoyafanya kwa kushindana na muumbaji wake, hadi sasa hatujamaliza masononeko ya Mungu kuhusu huyu Babeli Mkuu, mama wa makahaba. Katika siku za nyuma tuliona muonekano wa mji mkuu Babeli, ambao ulijulikana kama mwanamke kahaba anayekaa juu ya mnyama mwekundu. Na tuliona ya kwamba alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Mwanamke huyo alikuwa amevaa mavazi ya thamani ya rangi ya zambarau na nyekundu, akivalia pia vito vya samani na dhahabu na lulu. Alikuwa amelewa kwa damu ya mashahidi wa Yesu, na juu ya kipaji cha uso wake palikuwa pameandikwa jina la siri, Babeli Mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kumbe huyu ambaye tulimuona kama ni mwanamke katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17, huyo ndiye yule ambaye anaitwa mji. Huyu mwanamke ndiye anayeitwa mji. Tuliona kuwa huyo kahaba mkuu ilikuwa ni kanisa lile kuu Katoliki la Kirumi, na yule mnyama amchukuae ni utawala wa upapa, na yale maji anayokalia mwanamke huyo ni wakaaji wa dunia. Kumbe mnyama huyu na mwanamke huyu tunawatafutia Vatikano. Tuliona kuwa hili kanisa la Kirumi lililowanywesha mataifa yote mvinyo ya uasherati wake, yaani kunyonyesha wakaaji wote wa dunia, kiliwanyesha mafundisho mapotovu na kufanya mapatano na upagani na umizimu kwa nia ya kubadili mafundisho ya kweli ya Mungu na kuwafanya watu waamini hadithi za uongo na utunzi wa kibinadamu. Lakini itakapofika wakati wa mapigo 7 ya mwisho, watu waliodanganywa naye watagundua hilo na wataondoa matumaini kwake na kumchukia, lakini hawatatubu, kwa kuwa mlango wa rehema utakuwa umefungwa na Yesu Kristo ameondoka hekaluni akihitimisha huduma ya upatanisho, na muda wa wokovu utakuwa umetoweka. Sasa leo tunakuja na sura ya 18 ya Ufunuo ili kuona kile kilichoendelea, kwa kuwa Ufunuo sura ya 18 ni mwendelezo wa Ufunuo sura ya 17. Ina maana kwamba Ufunuo sura ya 18 inaendeleza wazo la hukumu la kahaba huyo na anguko lake, ambavyo tulikuwa tumeviona katika Ufunuo sura ya 17 na Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8, ambayo ilikuwa ni ujumbe wa malaika wa pili aliyekuwa anasema kwa sauti kuu, umeanguka, umeanguka Babeli. Sasa somo hili letu linalohusiana na Ufunuo sura ya 18 linaitwa hukumu ya Babeli imekamilika. Na leo tutakuja na sehemu ya kwanza, kwa sababu haiwezekani tuimalizie kwa sehemu moja. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 hadi 3 inasema: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema,
umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Mwisho wa kunukuu. Hebu tuangalie sasa fafanuzi la mstari kwa mstari. Mstari wa kwanza wa Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza. Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza inasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Yohana alipomwona malaika huyu akishuka kutoka mbinguni, utukufu wake ulimulikia ulimwengu wote. Nuru ya huyo malaika ilikuwa ni ujumbe aliyoutoa malaika huyo, na ujumbe mwenyewe ulikuwa ukisema, umeanguka Babeli ule mkuu. Kumbuka ya kwamba tulijifunza ya kwamba malaika, lugha hii jina hili linatoka katika lugha ya Kigiriki ambayo inasema angelos. Angelos maana yake mjumbe, anayekuja na ujumbe. Na huyu malaika sasa anakuja na ujumbe, tena anakuja akiangaa sana, na ujumbe wake nao unakuja, na ule ujumbe unasema, umeanguka Babeli ule mkuu. Babeli inayoambiwa hapa kwamba imeanguka ni Babeli ya kiroho. Lakini tutaona kuwa maneno yanayotumiwa kwa Babeli hii ya kiroho ni yale yaliyotumiwa kwa Babeli ya kale ambayo ilikuwa ni ya kimwili. Kitabu cha Isaya sura ya 13 mstari wa 11, mstari wa kwanza, mstari wa 11 na mstari wa 17. Ninasema Isaya sura yake ni ya 13 mstari wa kwanza, wa 11 na wa 17. Inasema hivi: ufunuo juu ya Babeli, maono aliyoyaona Isaya mwana wa Amozi. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitayaangusha chini majivuno yao walio wakali. Tazama, nitawaamsha Wamedi juu yao, ambao hawaoni fedha kuwa kitu, wala hawafurahii dhahabu. Mwisho wa kunukuu. Aya hii ya kitabu cha Isaya 13 mstari wa kwanza, wa 11 na wa 17 inaonyesha ufunuo ambao Mungu aliuonyesha Isaya kuhusu Babeli. Anamuonyesha wazi ya kwamba Mungu ataadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Ataadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wa Babeli, kisha anawaadhibu wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Wenye dhambi wanakuwa na hatia kwa sababu walikubali kudanganywa na huyo kahaba mkuu, yule Babeli. Na Babeli naye anakuwa na hatia kwa sababu yeye alijituma akawa kibaraka wa shetani kuwadanganya walimwengu. Sasa kiburi cha wenye kiburi kitaangushwa chini, majivuno ya walio wakali yatatupwa chini. Mungu anasema kwa kukomesha Babeli ya kimwili, Mungu ataleta Wamedi na Waajemi. Wamedi ambao hawahangaiki dhahabu, hawaijali fedha. Unaona? Kwa sababu Babeli alikuwa anajivunia fedha, alijivunia dhahabu. Sasa Mungu ataleta ufalme ambao, taifa ambalo haiangaikie hiyo madini mawili. Ile madini mbili ya kusema dhahabu, apoteze muda wake sababu ya dhahabu, wala apoteze muda wake sababu ya fedha. Na Mungu alitumia Wamedi ili waje kuweza kuangusha utawala wa Babeli ya kale. Angalia sasa Isaya 34 mstari wa 11 hadi 15, nayo inasema, kaati na nungu wataimiliki, bundi na kunguru watakaa huko, naye atanyosha juu yake kamba ya ukiwa na timazi ya utupu. Watawaita wakuu wake ufalme, watawaitia wakuu wake ufalme,
lakini hawatakuwapo. Wakuu wake wote wamekuwa si kitu. Miiba itamea majumbani mwake, upupu na mbigili ndani ya maboma yake. Nayo itakuwa kao la mbweha na ua la mbuni, na hayawani wa nyikani watakutana na mbwa mwitu, na beberu anamuita mwenziwe. Naam, bebe watoto anakaa huko na kujipatia raha. Huko pili atafanya kioto chake na kuzaa na kuotamia na kukusanya watoto wake katika kivuli chake. Naam, huko watakusanyika tai, kila mmoja na mwenzake. Hapa tungali tunazungumzia tu matatizo yatakayotokea katika Babeli ya kimwili, ambayo yanaashiria kile kitakachotokea katika Babeli ya kiroho. Yeremia 50 mstari wa 39 inasema, basi wanyama wakali wa jangwani pamoja na mbwa mwitu watakaa huko, na mbuni watakaa ndani yake, wala haitakaliwa na watu milele, wala hapana mtu atakayekaa huko tangu kizazi hata kizazi. Yeremia 51 mstari wa 37 nayo inasema, na Babeli utakuwa magofu, makao ya mbwa mwitu ajabu, na mazomeo, pasipo mtu wa kukaa humo. Yaani hapa inaonyesha wazi ya kuwa Babeli ile ya kimwili, ambayo ilikuwa inajivuna sababu ya kutukuka kwake, itafikia mwisho. Na kuliko wanadamu kukaa ndani yake, ni wanyama sasa ndio watakaokaa ndani. Tena wanyama wachafu, wakali, wabaya, na mpaka sauti ya binadamu haitasikika katika Babeli. Sasa miongoni mwa jumbe zilizotolewa kutoka mbinguni kuja masikioni mwa walimwengu, hakuna ujumbe uliowahi kuwa mkubwa kama huu uletwao na yule malaika ambaye tunamuona katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1. Mungu amewahi kutuma jumbe nyingi kwa walimwengu, lakini huu unatisha, ni mkubwa mno. Nuru iliyoletwa na Injili, ile Injili ya mitume, ndiyo inayowakilishwa na nuru hii ya malaika huyu. Nuru iliyoletwa na Injili ya wakati wa mitume baada ya Kristo kwenda mbinguni ilienea kwa kasi hicho katika ulimwengu wote wa siku zile. Lakini kwa kuwa ulimwengu wa sasa unakaliwa na watu wengi sana kuliko wale waliokuweko wakati wa mitume, ndiyo maana kazi ya kuitangaza nuru ya ujumbe ule ambao malaika huyu anauleta, huyu malaika wa Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1, wito huu, ujumbe huu unapita ule wito wa kwanza, kwa sababu ujumbe huu nao unapita jumbe zingine zote. Yaani wito wa kutangaza nuru ambayo inatangaza ujumbe wa malaika huyu wa Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 inapaswa kuwa nuru kubwa zaidi kuliko ile ambayo iliwasukuma mitume, kuliko ile ambayo ilitokea wakati wa mitume kwa kiasi kikubwa walipokuwa wakitangaza siku ya Pentekoste. Ina maana kwamba huyu malaika anayemulikia dunia kwa kiasi kikubwa ni ujumbe utakaowafaa watu siku za mwisho, yaani siku hizi tunazoziishi. Tena ni ujumbe utakaofika mahali pote duniani. Ndio maana inasemekana ya kwamba nuru yake inamulikia dunia nzima. Jibu linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Tutaunganisha na mstari wa 38, tutaunganisha na mstari wa 41. Nayo inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao.
wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Je, unafikiri ni jambo la kawaida kuingia katika mkutano wa Injili kwa siku moja? Kwanza si siku moja, bali kwa masaa machache ya siku moja, watu 30, watu 3,000 wakabatizwa. 3,000. Hayo ni maajabu ya Mungu, na hii inaashiria yale mavuno ambayo sherti yafanyike, ni lazima yatokee. Yale mavuno, Roho Mtakatifu anapoburudika, anapomwagwa juu ya watu wake, wajumbe wake kama mvua, ni lazima wasimame na kwa nguvu zote watatenda kazi ambayo Mungu aliwatuma waitende. Lakini cha kushangaza ni kwamba wao walijazwa Roho Mtakatifu, na walipojazwa Roho Mtakatifu, uvumi wa nguvu ukawa juu yao. Wakaanza kusema kwa Kiebrania, lakini Roho Mtakatifu anafanya kwamba maneno yao wanaoyasema isikike masikioni mwa watu wote, kila mmoja kwa lugha yake ya kuzaliwa. Hii ni kinyume na hizi roho za fujo zinazozaliwa leo katika makanisa yanayojiita ya Kiprotestanti, ambao ni Uprotestanti ulioanguka, wakibunibuni lugha ambazo hazijawahi kutokea duniani. Hata shetani mwenyewe akizisikia anashangaa, mpaka anawaogopa, anajiuliza, mimi nilikuwa bingwa mbinguni, lakini hawa ni zaidi yangu mimi. Kuna lugha ambazo zinasikika na zinasemwa na ni zile zinazokuwa duniani, na hawa watu ambao walikuwa wakiwasikiliza mitume wakizungumza, waliwasikiliza vizuri katika lugha zao. Sasa jambo lililotokea ni hili: watu waliposhangazwa na yaliyotokea, wakaanza kusema. Wamoja wakasema, hawa watu wamelewa. Na wengine wakasema, si kulewa, ni matendo makuu ya Mungu. Sasa Petro akijazwa Roho Mtakatifu kwa ushujaa aliyokuwa nao, aliwaambia kuwa lile neno linaloonekana kwao leo, ile siku ya Pentekoste, lilikuwa ni lile neno lililonenwa na nabii Yoeli, sasa limetimilika. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 12 hadi 18, tutaunganisha na 21. Nayo inasema, wakashangaa wote wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Bwana Mungu, nitamwangia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwangia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Mwisho wa kunukuu. Unaona ule utukufu ambao tuliuona malaika anakuwa nao, ule utukufu alioshuka nao malaika ulioangazia dunia yote. Sasa ni ujumbe wa malaika watatu
wale wa Ufunuo sura ya 14 tuliowaona tangu mstari wa 6 hadi mstari wa 12, ambao utaangazia ulimwengu wote, utaiangazia dunia yote. Ni ujumbe wa malaika watatu ambao hakuna atakayeuepuka, sheti utangaze pote kote, na waumini wa kweli ndio watakaoutangaza ujumbe huu, na wataamshwa na kujazwa Roho Mtakatifu atakayewawezesha kuutangaza ukweli uliofichwa kuhusu kahaba huyu mkuu bila woga. Tena usifikiri ya kwamba wataamshwa wote. Biblia iko wazi ya kwamba kama vile wale waliokuwa mahali pamoja walijazwa kila mmoja wao, lakini si kwamba walijazwa hata na wale waliokuwa nje ya hapo. Ni kila mmoja aliyekuwa na muamini sasa Kristo anapata kwa neema ya Mungu kujazwa Roho Mtakatifu. Anaendelea mwingine naye anapata kujua ukweli na anajazwa Roho Mtakatifu. Mtaendelea kusoma, mtatambua ya kwamba hata Filipo alipomubatiza towashi, naye Roho Mtakatifu akamjia. Angalia wakati Petro alipoenda kuwabatiza watu wa nyumbani mwa Kornelio, kabla hata hajawabatiza, walipoamini tu kile alichokuwa kikisema, pale Roho Mtakatifu akawajaza. Na hii yote ni njia za kutuonyesha mvua ya vuli ambayo ilileta mazao makubwa katika kipindi cha mitume. Sasa watu wa Mungu, taifa la Mungu, kanisa la Mungu ambalo ni Israeli wa kiroho, ambao ni mitume wa Kristo wa siku za mwisho, ambao ndio mabaki ya Israeli, watatakiwa wote kujazwa Roho Mtakatifu. Haitakuwa tena mvua ya vuli, bali itakuwa ni Roho Mtakatifu ambayo itakuwa mvua ya masika, kwa kuwa ndio itakayoandaa dunia kwa mavuno makubwa ya mwisho, ambayo hayo yatafanywa kabla ya Yesu kutoka kwenye kiti cha rehema. Itabidi watu wa Mungu waamshwe mmoja mmoja, na kila anayeamka achukue Biblia yake na kutangaza ukweli ambao ulikuwa umefichwa, ukweli ambao watu wengi hawaujui, na aseme ujumbe wa malaika wa kwanza umeanguka. Tafadhali, ujumbe wa malaika wa kwanza, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyejifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Hapo ni kutuambia watu wote wanaokuwa duniani wapate kuishika sabato ya Mungu, ambayo inamfanya kuwa inajulisha watu wote kuwa yeye ndiye muumbaji. Na sisi hatukutokana na sokwe, hatukutokana na nyani, hatukutokana na wanyama lesenje, hapana. Hatukutokana na kima, bali tulitokana na sura ya Mungu, tukiumbwa kwa mfano wake. Sabato ya kweli ndiyo inayofunua ukweli wa uumbaji, na hiyo ndiyo inayoacha tunajua ya kwamba sisi ni viumbe wa Mungu. Lakini watatakiwa pia kutangaza ujumbe wa malaika wa pili, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa ulioonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Yaani inabidi kanisa la Kirumi liambiwe makosa yake, inabidi kanisa Katoliki ihubiriwe ya kwamba imeanguka, inabidi kanisa la Roma lihubiriwe ya kwamba limechafua dunia, lihubiriwe ya kwamba limewafanya watu wote kuwa na wazimu, lihubiriwe ya kwamba watu wote mtu mzima mwenye akili zake anasimama mbele ya sanamu isiyokuwa na akili akiomba msaada. Huu ni wazimu, na wazimu wa pekee. Mtu ambaye anakuwa na haja ya kuoa na haja ya kuolewa, na ana nia ya kuoa na nia ya kuolewa, na ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini anashurutishwa kumtumikia Mungu huku akikatazwa kuoa, lakini anachepuka. Hii yote ni wazimu. Na ndio maana utakuta watoto wa mapadri wako wengi mitaani, kwa sababu wanazaa na wale mabinti ambao maskini ya Mungu walipata nafasi ya kujuana nao kingono. Na huu ni wazimu. Utakataaje kile ambacho unakuwa nacho haja? Huu ni wazimu. Kuambia watu ya kwamba mtu anayekufa anaenda mbinguni ni wazimu. Maiti inapopita unaipigia saluti, maiti inapopita unaiheshimu, lakini alipokuwa mzima ulimdharau. Huu ni wazimu. Kuheshimu watu wakati ambapo wamekisha kufa, na wakati ambapo walikuwa wazima ulishindwa kuwaheshimu. Wanapokuwa wangali wagonjwa unashindwa kuwasaidia, lakini wakati wanapokufa unatoa pesa nyingi eti ili uweze kuwajengea mahali pa heshima. Huu ni wazimu.
Na inabidi sasa watu wa Mungu, tena kanisa la siku za mwisho, lisimame mmoja mmoja. Usiangalie kwa mwenzako, kwa sababu pengine mwenzako hajajaza huyo roho wala hamtaki hata wewe. Simama peke yako binafsi, tangaza ujumbe wa malaika huyo watatu, naye ambaye anasema mtu awaye yote ambaye atakayekubali kuipokea chapa ya huyo mnyama na kumwabudu yeye na sanamu yake, huyu naye kwa sababu alikubali kunywa mvinyo wa uasherati wa ule mwanamke, naye sasa Mungu atamunywesha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake, ambayo itakuja bila kutengenezwa na maji, bila kuchangwa na maji, yaani hasira ya Mungu ambayo itakuja bila huruma, kwa sababu Mungu atamwanga mapigo yake 7 duniani, wakati ambapo rehema tayari itakuwa imekwisha kuduniani. Yesu atakuwa hana tena wakati wa kuwaombea watu msamaha. Yesu atakuwa amekwisha kuvua nguo yake, vazi lake la kikuhani, anavaa vazi la kifalme kama hakimu, ili aje kuwahukumu walimwengu, kama vile alivyosema Ufunuo 22 mstari wa 12, tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi mwangu, ili kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ujumbe huu inabidi ufikie ulimwengu wote, na watakaotangaza ujumbe huu si wengine bali ni wale ambao ni mitume wa Kristo wa siku za mwisho, mitume wa Kristo ambao wanajua ukweli wake aliouachia wanafunzi wake siku za mwisho, wale ambao wanajengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, si misingi. Watu wa Mungu, kanisa la Mungu halijengwe juu ya misingi ya mitume na manabii, bali linajengwa juu ya msingi. Ingelikuwa linajengwa juu ya misingi, lingelikuwa linajengwa juu ya Petro, juu ya Yohana, juu ya Yakobo, juu ya mitume, juu ya manabii Yohana, Isaya, Malaki, Isaya, Hagai. Hapana. Kanisa la Mungu halijengwe juu ya manabii, kanisa la Mungu halijengwi juu ya mitume, bali kanisa la Mungu linajengwa juu ya msingi wa manabii na mitume. Ule msingi ambao manabii waliufuata wakajenga juu yake, ule msingi ambao manabii mitume walijenga juu yake, ule msingi ambao manabii na mitume waliuamini, ule msingi ambao manabii na mitume waliualikia watu wajenge juu yake, ambao ni Yesu Kristo mwenyewe aliye jiwe kuu la pembeni. Huu ndio msingi ambao watu wa Mungu wa siku za mwisho wanatakiwa kujenga juu yake. Acha kujenga juu ya mchungaji, acha kujenga juu ya shehe, acha kujenga juu ya padri, acha kujenga juu ya papa. Wale ni binadamu mavumbi matupu ambao wanaanza na leo na wanaisha kesho, wana mwanzo na wana mwisho. Lakini jenga juu ya msingi wa mitume na manabii ambao ni Yesu Kristo mwenyewe, yeye ambaye hana mwanzo na hana mwisho. Yeye mwenyewe ndiye mwanzo na yeye mwenyewe ndiye mwisho. Ndiyo maana Waebrania 13 mstari wa 8 ilisema ya kwamba Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa usimfananishe na binadamu. Huu ndio ujumbe unatakiwa kuhubiriwa siku za mwisho, ili kuwatayarisha watu wapate kuwa na nguvu ya kupambana na jaribio kubwa litakaloleta na muungano wa mnyama, joka na nabii wa uongo, ambao utakuwa ni kutesa watu wa Mungu, wale waliokataa kupokea chapa yake au alama yake ambayo alikuwa anajiita pia, ambayo ni siku ya kwanza ya juma, yeye aliyoifanya kuwa ndiyo siku yake ya ibada, ijapokuwa ilikuwa ni siku ya Mungu jua. Sasa tuangalie maana ya aya ya pili. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 2 inasema, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Elewa ndugu yangu, malaika anayesema kuwa Babeli ameanguka anazungumza Babeli ya kiroho, kama tulivyoona, kwa kuwa Babeli ya kimwili ilikuwa imeanguka mwaka wa 539 kabla ya Kristo. Na anguko hili la Babeli limemfanya awe makao ya kila kiumbe kichafu. Kumbuka ya kwamba msemo huu ambao unaosema umeanguka, umeanguka Babeli, malaika hatumie sauti ya kujificha.
Kama vile watu wengi leo wanasema hapana, unajua ukifundisha ya kwamba Babeli mkuu ni kanisa la Kirumi watakuua. Hata kama wanakuua, wengine watasema. Ukifundisha ya kwamba Babeli mkuu ni kanisa la Kirumi, unajua ya kwamba unaweza kuteswa au watu watakwazika. Ni lazima wakwazike, kwa sababu ukitaka kuponya kidonda, ukitaka kuponya jipu, ukihurumia, kukama hautaweza, na mtu atakufa. Wewe ondoa huruma, wende uulize wale ambao ni madaktari wanaofanya upasuaji, ikiwa watahofia kupasua mwili, kuchanachana mwili wa mwanadamu, hawatamuokoa. Kubali uchane, akitaka anakukasirikia kwa kuwa umeuharibu uzuri na urembo wa mwili wake, lakini cha msingi ni kwamba umeuokoa uhai wake. Ndiyo maana malaika anasema kwa sauti kuu, ni kwamba hafiche chochote, kama vile Yesu alivyosema katika kitabu cha Mathayo sura ya 10. Angalia mstari wake ni wa 26 hadi mstari wa 27. Nayo inasema, basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Mstari wa 28, msiwaogope wao mwili wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Unasikia vizuri? Ndiyo maana mtu akitokea na kusema hapana, msitangaze hii ukweli, unajua ukiutangaza wale ambao watausikia, hiyo ni bure. Simama, sema kwa sauti kuu. Malaika huyu atakuja kuonya dunia kwa sauti kubwa. Yaani itabidi ulimwengu wote upate kusikia ya kwamba Babeli ameanguka, na watu wa Mungu wapate kutoka kwake. Babeli imekuwa makao ya mashetani na roho wachafu ambao ni pepo wabaya na kila ndege mwenye kuchukiza. Unajua ya kwamba Mungu anapozungumzia neno machukizo ni kusema yanayoenda kinyume na mapenzi yake au kinyume na sheria yake. Kabla ya anguko la Babeli, wakati Babeli ilisitawi, Danieli sura ya 4 mstari wa 4 hadi, tafadhali, Danieli sura ya 4 mstari wa 10 hadi 11, tutaunganisha na 20 hadi 22. Utaona jinsi Babeli ilisitawi na Mungu akaiangalia Babeli kama vile mti mwenye kusitawi. Inasema, njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Naliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ulikuwa ukawa na nguvu, urefu wake ulikuwa mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Ule mti uliouona, Danieli anakuja sasa. Kabla sijasoma hiyo mstari wa 20, ngoja nikuambie. Anayeona huu mti katika njozi ni nani? Ni Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mfalme kafiri, mfalme asiyemjua Mungu, mwenye kuwa na miungu mingine, akiabudu jua, lakini pia anaabudu sanamu. Mfalme Nebukadreza alikuwa anaabudu Mungu jua, na pia alikuwa anaabudu sanamu. Tena alikuwa anaabudiwa kama Mungu, kwa sababu neno lake lenyewe lilikuwa linatosha kama vile Injili ilivyo. Lakini wakati wake Mungu alimuonyesha ya kwamba taifa lake linasitawi na linapendeza kama mti. Lakini utafikia wakati ambapo utabomoka. Lakini katika kipindi kile ambacho ilikuwa inasitawi, mfalme hakujua nini ndiyo maana ya ule mti aliyouota. Ilimbidi amuite Danieli ambaye ni mtu wa Mungu, kama vile watumishi wa Mungu siku za mwisho wataitwa ili waweze kutangaza ukweli kuhusu maandiko matakatifu yanayofunua Babeli wa kiroho. Vile vile Danieli aliitwa katika wakati huo wa zamani ili aweze kufunua Babeli wa kimwili.
Sasa hapo ndipo tunaingia Danieli sura ya 4 mstari wa 20 hadi 22, nayo inasema, ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe, mfalme, uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Mwisho wa kunukuu Danieli. Danieli anamuonyesha wazi mfalme ya kwamba ule mti ambao unauona mkubwa katika njozi aliyokuonyesha Mungu unamaanisha ufalme wako, ufalme wa Babeli, na wewe ndio ule mti. Sasa sikiliza, kabla ya ufalme wa Babeli kuanguka, Mungu alisema kuwa mfalme wake alikuwa ni mtumishi wake. Yaani mfalme wa Babeli Mungu alimkamata, alimtumia, alimuita mtumishi wake pale Babeli haijaanguka bado, lakini ilikuwa Mungu anaitumia kwa kujilipizia kisasi kwa kuwaadhibu watenda maovu. Yeremia 27 mstari wa 5 hadi 6 inasema, mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama inipendezavyo. Nami nawapa watu kama inipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie. Unaona ya kwamba masemi ya Yeremia yanaungana na kile alichokiona mfalme Nebukadreza katika ndoto, wakati ambapo wanyama wote walikuwa nakuja kupumzika chini ya uvuli wa mti huo ambao ulimwakilisha yeye. Vile vile ndege wa angani walikuwa nakuja wote kufurahia majani ya mti ule, na ndivyo Mungu anavyosema ya kwamba anampatia Nebukadreza mtumishi wake utawala, na kisha ametia nchi zote za dunia mikononi mwake, na Nebukadreza ndiye wa kwanza kutawala dunia nzima kama ufalme wa Babeli, ufalme wa kiulimwengu. Na wanyama wa mwituni wote Mungu amefanya kwamba wamtumikie Nebukadreza. Unaona? Sasa ufalme wa Babeli ulipokaribia kuanguka, kilichotangulia sasa ilikuwa ni kiburi. Ile ndio shida. Ukimwona mtu anaanza kujivuna, anaanza kuwadharau wengine, jua ya kwamba anataka kuanguka. Hasa hii inatokea mara kwa mara wakati mtu anapopata cheo, anaanza kuwadharau wengine, hata mke wake anawadharau wengine wanawake, hata kuwadharau watu wengine tu kawaida. Lakini jua ya kwamba kila kiburi kinatangulia kuanguka. Hasa Babeli nayo ilipoanza kuwa na kiburi, maana yake pale ilikuwa inaanza kuvuma sana, na kule kuvuma sana kwake kunaonyesha wazi ya kwamba inakaribia kuanguka. Danieli sura ya 4 mstari wa 27 hadi 33 inasema, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu lipate kibali kwako. Huyu anayemwambia sasa ni Danieli, anamuonya mfalme asije akakosea. Mfalme ajue ya kwamba mti ule ambao aliuona umekatwa, lakini shina lake limebaki, ikimaanisha ya kwamba Nebukadreza atakatwa na kutupwa porini muda wa miaka 7, lakini baada ya miaka 7 atarejea na kukuta ufalme wake. Kusudi hayo yote yasije yakampata, ilibidi basi asikilize shauri la Danieli. Sawa sawa na jinsi ikiwa wewe Papa wa Roma unayenisikiliza, haupendi jambo hili liweze kukunasa, usije ukapewa mapigo ya Mungu, basi unisikilize. Ingelikuwa heri uachane na kile kiti, uache kuwadanganya walimwengu, uache kujipatia cheo cha Mungu, ili uweze kuachana na jambo hilo ambalo leo linakuangamiza na kuangamiza wote wanaokufuata. Lakini kama vile Nebukadreza hakusikiliza mashauri ya Danieli, vile Papa hawezi kusikiliza mashauri yangu, kwa sababu Biblia inasema wazi ya kwamba hata kama ataonywa namna gani hatasikia.
Na ndiyo maana tuangalie vizuri kile ambacho Danieli alichokisema. Mahali pote, hata mimi ninapokuwa nikisema mahali hapa, vile vile kuna watu ambao Mungu anawatumia wengine, si mimi, wanaotangaza ujumbe huu katika lugha mbalimbali, ili watu wa Mungu waweze kuelewa na kusiwe mtu atakayepotea, kwa sababu malaika huyo ambaye tulimpata katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 alikuwa anasema ya kwamba analeta ujumbe katika lugha mbalimbali, ili kila lugha, taifa, kabila na jamaa wapate kusikia. Sasa na wewe sikiliza. Danieli sura ya 4 mstari wa 27 hadi 33 inasema, kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini. Huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadreza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba lake la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliyoujenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Kiburi kimeinuka sasa, na Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Ilikuwaje kwake alipokuwa akisema maneno hayo? 31. Hata neno lile lilipokuwa likaa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Sasa hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji ya umande kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Mwisho wa kunukuu. Unaona ya kwamba kiburi cha Nebukadreza, kiburi cha mfalme wa Babeli ndicho kimemponza mpaka anafikia wakati ambapo Mungu hakuvumilia yeye kujitapia uwezo wake aliyoweka ndani yake. Si alisema ya kwamba ni mtumishi wake, ni kwamba kile anachotumika anayemwezesha ni nani? Ni Mungu, lakini akajitapia nacho. Sasa akaenda kuishi na ni wanyama wa porini, mpaka makucha yake yakawa marefu kama makucha ya mabinti wa siku za leo. Angalia Yeremia 50 mstari wa 29. Yeremia sura ya 50 mstari wa 29 inasema, waiteni wapiga mishale juu ya Babeli, naam, wote waupigao upinde. Pangeni hema kumzunguka pande zote, ili asiokoke hata mtu mmoja wao. Mlipeni kwa kadiri ya kazi yake, mtendeni sawasawa na yote aliyoyatenda, kwa sababu amefanya kiburi juu ya Bwana, juu yake aliye mtakatifu wa Israeli. Unaona, kumbe kile ambacho kilifanya kwamba Babeli aweze kuhukumiwa, Nebukadreza aweze kuhukumiwa, ni ile kiburi ambacho alikifanya juu ya Mungu. Mungu hafanyiwi kiburi. Tafadhali jamani, tujitahidi sana. Mungu hafanyiwi kiburi, na kuna watu wengi sana ambao wanamfanyizia Mungu kiburi kwa kuwatesa watumishi wake. Mungu anaona na atalipia. Mungu alimshughulikia mfalme huyu mpagani hadi alipotubu kwa hiari yake. Ndio maana ninakusihi, kama hata ulimkosea Mungu kiasi gani, ukipata neema ya kujua ya kwamba Mungu anakufuata ili upate kutubu, usipoteze muda ule, usicheze na neema yako. Mfalme Nebukadreza alipata bahati, akashughulikiwa na Mungu. Hebu tuangalie masemi yake mwenyewe Nebukadreza anayotuambia baada ya kutubu kwake. Danieli sura ya 4 mstari wake wa 34 hadi 37, nayo inasema, hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni.
fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni. Na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake, wala kumuuliza, unafanya nini wewe? Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Basi mimi, ngoja niachie kwanza hapo kabla sijaendelea nikuambie kitu. Unakumbuka ya kwamba amekimbizwa porini huyu mfalme mwenye dharau na kiburi. Ameishi porini muda wa nyakati 7. Nyakati 7, kumbuka tulipojifunza Danieli sura ya 7, tuliona ya kwamba wakati mmoja ni siku moja, na hiyo siku moja ya unabii ni mwaka mmoja ya unabii inayotimilika. Kumbe hizi nyakati 7 ni miaka 7 halisi. Kama vile wakati mmoja ni mwaka mmoja halisi, vile vile nyakati 7 hizi ni miaka 7 aliyopewa Nebukadreza ya kuishi porini kama mnyama. Baada ya hiyo miaka 7, Nebukadreza aliinua macho yake mbingu, na neema ya Mungu ikamfunukia tena na akaikubali. Na ndiyo maana natuambia ushuhuda huu, kwa sababu yeye hakupuuzia maonyo ya Mungu. Angalia sasa mstari wa 37, Nebukadreza anatupatia mwisho wake mzuri. Na nikwambie, si wote wanaokuwa na mwisho mzuri kama huu. Basi mimi Nebukadreza na mhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, na maana matendo yake yote ni kweli, na njia zake ni za adili. Na wale waendao kwa kutakabari, yaani kwa kujivuna na kwa kiburi, yeye aweza kuwadhili, yaani kuwashusha. Hayo ni masemi ya mfalme aliyekuwa kafiri, sasa amekuwa mwaminifu kwa Mungu. Amekuwa mwenye haki mbele za Mungu. Nebukadreza alitubu na alikufa katika njia njema ya matumaini ya ufufuo wa uzima wa milele. Mungu akujalie na wewe uwe kama yeye, usilete mbwembwe unapoambiwa maneno ya Mungu. Hebu tuangalie sasa nini kilichofuata. Kusudi tupate kuelewa jambo hili, itabidi tujifunze kwa wakulima. Wakulima wa mashamba. Maandiko matakatifu yanatueleza kuhusu wakulima. Walikuwa wakipanda mbegu zao, kisha wanasubiri kunyesha kwa mvua ya vuli, ambao ni mvua ya kwanza itakayoziotesha zile mbegu na kuzisitawisha. Baada ya hapo, mwisho wa msimu, yaani mwisho wa kilimo, kabla ya mavuno, walitakiwa kupata mvua nyingine, na hii ilikuwa ni mvua ya masika, yaani inayoandaa mavuno ya mwisho. Hizo ndizo mvua nabii Yoeli alizoziandika, zinazowakilisha tafadhali kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Hebu tusome Yoeli sura ya 2 mstari wa 23 hadi 31, nayo inasema: Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliyewatendea mambo ya ajabu
na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitaimimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume na wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliitia jina la Bwana ataponywa, na kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana. Mwisho wa kunukuu. Ni kwa njia hiyo sasa, kupitia huu nabii wa Yoeli ambao unasema ya kwamba Mungu atatuma roho yake kama mvua ya vuli na kama mvua ya masika. Katika njia hiyo, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake kabla ya kwenda kwake mbinguni, aliwaambia kwamba mavuno yameiva na wanatakiwa kwenda kuvuna. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 hadi 38 inasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Na alipowaona makutano, aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Msemo huu Yesu aliyousema unaweza kukuletea maswali. Kwa nini anawaambia hivyo wanafunzi? Anawaambia hivyo wanafunzi kwa sababu wale wanafunzi ndio wanatakiwa kama wajumbe kuenda kuandaa watu ili wapate kujiandaa kuvunwa. Watu ndio watakaovunwa. Kuna msemo mmoja mpotovu ambao unaletwa na shetani na kuingiza watu katika akili ya kusema wakati ambapo mtu anakufa eti Mungu amevuna. Hakuna popote ndani ya maandiko tutakapopata ya kwamba mtu anapokufa Mungu anamvuna. Hapana. Mavuno ni mwisho wa dunia kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo sura ya 13. Kumbe mwisho wa dunia ndipo mavuno yatakapovunwa. Na haya mavuno yatavunwa, hauwezi kuvunwa wakati wa mavuno ikiwa wewe mwenyewe kwanza hujakomaa ili uwe miongoni mwa mavuno. Inabidi ufundishwe ukweli, na ule ukweli ukuandae wewe kuwa mavuno, kuwa ngano, na ile ngano ambayo imepevuka na imeiva. Baada ya ngano kuiva ndipo sasa itayarishwe kwa mavuno. Na ndio maana kutaka kuelewa vizuri kitabu somo ile ambalo tunamaliza kulisoma, tuangalie katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 1 na wa 2. Nayo inasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda katika mji na katika kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Unaona ya kwamba Yesu anapowatuma waende kufanya kazi, hapo ndipo anawajulisha wazi ya kwamba mavuno yamekwisha kuwa mengi, yameiva, lakini nani watakaofanya hiyo kazi? Naye Yesu alipokwisha kuzungumza na mwanamke Msamaria siku moja akiwa na wanafunzi wake, aliwaambia wanafunzi wake kuwa mashamba yako tayari kwa mavuno.
na hii iliashiria kile kitakachotokea baada ya mvua ya vuli, yaani baada ya kupokea burudiko la Roho Mtakatifu wakati wa Pentekoste, kama umwagwaji wa Roho Mtakatifu wa kwanza, ambao mpaka sasa unaendelea kufanyika. Kila anayeamini unamshukia, kila anayeamini unamshukia, kila anayeamini ukweli unamshukia. Na hii ilitakiwa kuanza wakati wa Pentekoste. Yohana sura ya 4 mstari wa 35, Yesu anasema, hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu mkayatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naona sasa wanafunzi wangejiuliza, wakati huu ni wakati upi? Katika kipindi kilichokuwepo wakati wa Israeli, Mungu alikuwa akiwaambia, ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 ndipo utatambua hiki ambacho ninakuwa nikikwambia. Wana wa Israeli, Mungu aliwaambia wakati wanapovuna mavuno ya kwanza, walitakiwa kuyaleta na kuyaweka mbele ya kuhani, na kisha kuhani anasubiri mpaka siku ya Sabato ifike. Inapokuwa siku ya Sabato, yaani siku ya 7 ya juma, atahesabia sasa siku inayofuata Sabato, ndiyo siku ya kwanza ya juma. Atatikisa hiyo mavuno ya kwanza walioyaleta, anayatikisa mbele ya Bwana. Na hiyo kuyatikisa mbele ya Bwana ilikuwa ikimaanisha mtikiso utakaokuwepo Yesu atakapofufuka. Na ndiyo maana Yesu akafufuka siku ya kwanza ya juma. Na ndiyo maana Yesu akafufuka siku ya kwanza ya juma. Na alipofufuka siku ya kwanza ya juma, tetemeko kubwa ilitokea kwa sababu ya malaika aliyeshuka mbinguni kuja kubiringisha ile jiwe. Na lile tetemeko likafanya kwamba utukufu ungae na Yesu akatoka kaburini. Lakini ilibidi baada ya wale wana wa Israeli kuweza kuleta malimbuko yao mbele ya kuhani, na wakayaacha pale ili kuhani asubiri siku ya Sabato ifike, ndipo kesho yake aweze kuyatikisa yale malimbuko mbele za Bwana. Ilibidi pia yale malimbuko tena yahesabiwe tena siku 50. Zile siku 50 zikisha kupita, baada ya kutikisa hayo malimbuko mbele za Bwana, ndipo watu wanaleta sasa mavuno ya shamba lao. Na ndipo mahali pote sasa inakuwa kuvuna vizuri. Na hii ilitokea wakati huo. Yesu naye baada ya kufufuka kwake, ilibidi afanye zile siku ambazo zilistahili kufanywa na wale walioleta malimbuko. Yesu Kristo mwenyewe kama limbuko lao waliolala. Hili ni somo ndefu ambalo sipendi kuliingilia kwa sasa, kwa sababu wale ambao wanataka kulielewa vizuri ni mpaka tunapofika Wakolosai 2:16 hadi 17. Siku Mungu atakapotaka tutakuwa na somo hili peke yake, lakini nataka tu katika sehemu yake hii ndogo unielewe. Siku za leo hatutakiwi tena kutoa malimbuko kama sheria ya kuhesabu zile siku ambazo zilikuwa zinahesabika kwa tarehe. Hapana, tunatoa malimbuko kama sadaka miongoni mwa sadaka zingine ambayo haina tena maana matakatifu yaliyokuwa nayo kabla ya Kristo kuweza kufa msalabani, kwa sababu malimbuko yalitolewa ili kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo atakuja kuwa limbuko lao waliolala, kama vile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20 inavyotuambia. Lakini Yesu Kristo kwa kuwa yeye ni limbuko lao waliolala, na kwa sababu malimbuko yalikuwa yanaletwa yanahifadhiwa, siku ya Sabato ikipita wanayatikisa siku iliyofuata Sabato, yaani siku ya pili baada ya Sabato, ambao ndio ilikuwa siku ya kwanza ya juma. Na baada ya kutikisa hiyo, ilibidi tena wasubiri siku 50
zile siku 50 zipate kupita, na zile siku 50 ambazo zimepita ilibidi kutolewe sasa mavuno, kufanyike mavuno makubwa. Na hii ndiyo iliyofanyika sasa, wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa amekwisha kwenda mbinguni. Aliwaahidia wanafunzi wake wasije wakatoka Yerusalemu na wasije wakazurura, wasiengaegae, wabaki mahali pamoja, wasubiri kusudi muda ule ufike. Na ule muda utakapofika, ndipo watakapoona sasa mavuno namna yatakavyotokea. Sikiliza, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Yesu alisema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ndiyo maana Yesu aliwaambia, kaeni Yerusalemu, msitoke, msubiri mpaka nguvu itoke mbinguni, kwa sababu Roho Mtakatifu atakapowajilia atawatia nguvu. Na baada ya kuwatia nguvu ninyi, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu, anzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mpaka mwisho wa dunia. Sasa kabla ya mitume kuingia shambani na kuona ukuaji wa mimea shambani na usitawi wa mimea, walitakiwa kupewa burudiko la Roho Mtakatifu ambalo ni mvua ya vuli, ndipo mavuno ya kwanza yapatikane. Na kwa kuwa mavuno ya kwanza yaliletwa siku ya Pentekoste, Mambo ya Walawi 23 mstari wa 9 hadi 22, utaelewa hapo. Ni kwa siku hiyo mavuno ya kwanza yalionekana siku za mitume. Yaani siku hizi za mitume. Ninarudia tena nipate kujieleza namna nilivyojieleza mbele, kwa sababu kasoro ikiingia hapo nitakuwa nimekosea. Watu walikuwa wanakuja na sikukuu hii ya Pentekoste ilikuwa inafika baada ya siku 50 kutokea siku ya Pasaka. Kumbuka ya kwamba malimbuko hayo yalikuwa yanatikiswa siku ya Sabato ambayo pia ilitakiwa ifuate sikukuu ya Pasaka. Ndiyo maana uliona Yesu alikufa siku ya maandalio, ilikuwa ni vendredi, ambayo ilikuwa ndiyo siku ya Pasaka, na siku ya kufuata siku ya Pasaka ilistahili kuwa siku 7 za kula mkate usiotiwa chachu. Na Yesu sasa kusudi aweze kukamilisha sikukuu ya Pasaka, ya kwamba watu wake hawastahili tena kufanya sikukuu ya Pasaka kama ilivyokuwa kawaida, akafa siku hiyo hiyo ya Pasaka, ambayo ilikuwa kivuli cha mwili wake yeye aliye Pasaka, kama Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 inavyozungumza. Kwa sababu Wakorintho wa kwanza 5:7 inasema wazi ya kwamba Yesu Kristo ndiye Pasaka yetu. Na ndiyo maana akafa siku ya Pasaka, na ilibidi sasa kesho, siku ya dimanche, siku ya samedi ambayo ilifuata ile vendredi aliyokufa, waanze kula mikate usiotiwa chachu mpaka samedi ingine. Na ile samedi ilistahili kuwa sikukuu takatifu, na dimanche inayofuata inapasha kuwa nayo sikukuu takatifu. Na hii ilikuwa ni desturi ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ambayo inaingiliana na sikukuu ya Pasaka. Na kutokea hiyo Sabato ambayo inaanzisha sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, walistahili kuhesabu siku 50 ndipo wafikie siku ya Pentekoste, ambao ni siku ya mavuno makubwa. Nadhani sasa pale umejaribu kuninasa. Na kama hujaninasa vizuri, Roho Mtakatifu atafanya kazi hiyo baadaye. Nini sasa kilichotokea siku ile ya Pentekoste? Siku ile ya 50 baada ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambao Yesu Kristo alikuwa tayari amelazwa kaburini. Ijapokuwa mfalme wa Babeli anaweza kutubu kama vile alivyotubu yeye Nebukadreza, hata hivyo Babeli itakuwa ukiwa tu pasipo na watu
bila uvuli uliopendwa na wanyama kama zamani, bali wanyama wakali ndio watakaolala huko sababu ya kiburi cha ufalme huo. Hata kama mfalme, mnakumbuka Nebukadreza alitubu. Kumbuka ya kwamba kiburi kilikuwa katika ndani ya ule ufalme mwenyewe, kwa sababu hata Belshaza mjukuu wa mfalme Nebukadreza alipotawala baada ya baba yake Nabonide kukimbia ufalme sababu ya kuzingirwa na Wamedi na Wapersi, Belshaza naye alitumia kiburi kiasi cha kuzidisha hata kiburi juu ya baba yake, kiasi cha kuzidisha hata kiburi kuliko baba yake Nebukadreza, ambaye yeye alifanya tu kiburi cha kuleta vikombe vya Mungu na kuvifikisha Yerusalemu, akaviweka ndani ya nyumba ya Mungu wake. Lakini huyu Belshaza yeye akavichukua kutoka ndani ya nyumba ya Mungu wake akavinywea yeye, kana kwamba naye ni mmoja ya miungu. Anakuwa naye mmoja wa miungu. Na hii ilikuwa ni kuzidisha kabisa kiburi. Na mkono ulionekana, kiganja kikiandika ukutani, mene mene tekel na frasin, tekel na peresi. Yaani wewe ulipimwa na umeonekana kwamba huna nguvu, na ufalme wako umepewa Wamedi na Wapersi. Na hii ilionyesha wazi ya kwamba Mungu hawapendi wenye kiburi, bali anawapenda wenye unyenyekevu. Sasa hata kama Nebukadneza mfalme wa Babeli aliweza kutubu, hata kama mfalme Nebukadneza aliweza kutubu, haikufanya kwamba Babeli isahauliwe kwa kupewa adhabu yake. Hapana. Hapa inabidi tuwe makini sana tunaposoma kitabu cha Isaya sura ya 13 mstari wa 19 hadi 22. Inasema, na Babeli huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa, wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu hatapiga hema yake huko, wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa bundi. Mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko, na mbwa mwitu watailia ndani ya ngome zake, na mbweha ndani ya majumba yake na majumba ya anasa yake. Na wakati wake ukaribu kufika, na siku zake hazitaongezeka. Mwisho wa kunukuu. Inaonyesha wazi ya kwamba wakati Mungu atakuja kuharibu Babeli, hakuna atakayeweza kumpatia hata siku ya kusamehewa wala kufikiria mazuri mengine juu ya Babeli. Hakuna. Na kama vile wale wanyama walivyokuwa wakifurahia uvuli wa mti wa Babeli, vile vile hasa hakutakuwa wanyama wakifurahia uvuli, bali Babeli itakuwa jangwa. Sasa wanyama wakali ndio watakaoishi huko. Kabla ya Babeli kuanguka, au tafadhali, wakati wa Babeli kuanguka, mfalme aliambiwa kuwa nchi yake inabaki kuwa makao ya wanyama wabaya na ukiwa. Na hivi Babeli kabla ya kuanguka kwake, wale ambao walikuwa ni mashujaa wake, waliomsaidia kushika utawala wa dunia nzima, ilibidi sasa watiwe udhaifu, wakazoofishwa, na aliyewadhoofisha ni Mungu mwenyewe. Angalia Yeremia 51 mstari wa 30 na mstari wa 56. Inasema, mashujaa wa Babeli wameacha kupigana, wanakaa katika ngome zao, ushujaa wao umewapungukia, wamekuwa kama wanawake, makao yake yameteketea, makomeo yake yamevunjika. Kwa maana mwenye kuangamiza amefika kwake. Naam, amefika Babeli, na mashujaa wake wametwaliwa. Pinde zao zimevunjika kabisa,
maana Bwana ni Mungu wa kisasi, hakika yeye atalipa. Unaona, Mungu alidhoofisha wale mashujaa wote wa Babeli waliojivunia nguvu zao, kama vile pia alivyomdhoofisha mfalme wao kwa kumtupa porini muda wa miaka 7. Vile vile kabla ya Babeli ya kiroho au kanisa la Kirumi kuanguka na kuangamizwa milele, Mungu atakuwa amewadhoofisha wote kwa mapigo 7. Mungu alisema kuwa wale wote watakaozihalifu sheria zake au amri zake atawapa mapigo. Angalia Zaburi ya 89 mstari wa 30 hadi 32. Nayo inasema, wanawe wakiacha sheria yangu, wasiende katika hukumu zake, wakizihalifu amri zangu, wasiyashike maagizo yangu, basi nitawarudi makosa yao kwa fimbo na uovu wao kwa mapigo. Ufunuo 16 mstari wa 2 inahakikisha hayo. Ufunuo 16 mstari wa 2 inasema, akaenda huyo wa kwanza akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Mungu anaonyesha wazi ya kwamba wale wote ambao walienda kinyume na mapenzi yake, kiasi kwamba wakashikilia mambo ya yule mnyama, wakashikilia mapenzi yake na kile ambacho yeye alichokisema, wakaacha mambo ambayo Mungu amewapatia wao, nao watalipwa, watapata mapigo. Kama vile Babeli ya kimwili ilivyokuwa mazomeo kwa wapitaji, ndivyo itakavyokuwa kwa Babeli ya kiroho. Watu watalishangaa kanisa la Kirumi kwa kile kitakacholipata. Yeremia 51 mstari wa 37 hadi 43 inasema, na Babeli utakuwa magofu, makao ya mbwa mwitu, ajabu na mazomeo, pasipo mtu wa kukaa huko. Watanguruma pamoja kama wana simba, watanguruma kama simba wachanga. Wakiingiwa na ukali, nitawafanyizia karamu yao, nami nitawalevya wapate kufurahi na kulala usingizi wa milele, wasiamke tena, asema Bwana. Nitawatelemsha kama wana kondoo machinjoni, kama kondoo waume pamoja na mabeberu. Jinsi Sheshaki alivyotwaliwa, naye sifa ya dunia yote alivyoshambuliwa, jinsi Babeli alivyokuwa ukiwa katikati ya mataifa. Bahari imefika juu ya Babeli, umefunikwa na wingi wa mawimbi yake. Miji yake imekuwa maganjo, nchi ya ukame na jangwa, nchi asimokaa mtu yeyote, wala hapiti mwanadamu huko. Kama vile Yeremia anavyozungumzia juu ya Babeli, namna atakavyokuwa ukiwa, maganjo, mazomeo, vile vile Ufunuo sura ya 16 mstari wa 10 hadi 16 inatuonyesha namna gani kanisa la Kirumi na wote walioliamini na kuamini umoja wa madhehebu ambao utaleta umoja utakaopingana na sheria ya Mungu, nao watakavyokuwa. Kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 10 hadi 16 inasema, na huyo watano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, na wala hawakuyatubia matendo yao. Tuliona jambo hili tulipojifunza juu ya Ufunuo 16, tukaona pigo la 5 ya kwamba halitagusa dunia nzima. Pigo la kwanza, la pili, la tatu, la 4 na la 7, hivyo na la 6 tafadhali. Yaani pigo la kwanza, la pili, la tatu na la 4 na la 6 na la 7, hayo ndiyo mapigo yatakayogusa dunia nzima. Lakini pigo la 5 litakuwa la pekee, litakalomwagwa Vatikano, makao makuu ya utawala wa upapa, ambao ndiyo mnyama anayenyosha watu wote mvinyo wa sherati wake kupitia kanisa lake kahaba, ambalo ni kanisa Katoliki la Kirumi. Na kwa sababu ya hiyo itabidi apewe pigo lake la pekee, kwa kuwa yeye ndiye aliyefanya kwamba uongo huo utawale dunia nzima na watu wote wanaokuwa duniani waweze kuanguka.
Sasa wakati ambapo atakapopewa pigo lake la pekee, atashindwa kulidhibiti, atashindwa kulimudu, kwa sababu litakuwa ni pigo la giza la kiroho. Watu wote watakaomuona watajua ya kwamba yeye ndiye aliyewadanganya, na atashindwa kujitetea kwa sababu ya majipu ambayo atakuwa yanamsumbua. Tukikumbuka ya kwamba niliwaambia, tukijifunza pamoja ya kwamba mapigo haya 7 hayatakuwa sawasawa na yale mapigo 10 ya Misri. Mapigo 10 ya Misri, pigo la kwanza lilipokuwa likiisha ndipo la pili lilipokuwa linakuja. Lakini mapigo haya 7 yatamwagwa na kila moja litakuta lingine. La kwanza litakutwa na la pili litakutwa na la tatu litakutwa na la nne litakutwa na la tano litakutwa na la sita litakutwa na la 7, na yote mapigo 7 yatakuwa kwenye mwili wa mtu mara moja, kiasi kwamba yeye mwenyewe atahisi kufa, lakini hata kufa. Na Mungu kwa kuwa atakuwa amefunga rehema, mlango wa rehema, hawatatubia makosa yao. Hawatakuwa na wakati wa kutubu, hata kama jambo hilo litakuwa ndani ya akili zao. Kinyume cha hayo, watamtukana Mungu. Mstari wa 12 hadi 16 nayo inasema, na huyo wa 6 akakimimina kisasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika maawio ya jua. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikatoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armagedoni. Tafadhali inaomba unielewe vizuri. Kama vile nafikiri ya kwamba hili somo la Ufunuo sura ya 16 mstari ule wa 6 hadi ule wa 16 tulijifunza yote pamoja tulipokuwa pamoja katika sura hiyo, tukaona ya kwamba wale wafalme wa mashariki ambao wanakuja ni Yesu mwenyewe na majeshi yake kutoka mbinguni, wakija kuwaokoa watu wake. Na mto Frati kukauka ni tegemeo la walimwengu ambao walikuwa wanategemea utawala wa kipapa na kanisa lake Katoliki. Sasa tegemeo lao litakwisha, matumaini yao kwake yatakauka, hawatamtumaini tena. Kama vile Babeli ya kimwili ilivyokosa nguvu mbele ya Koreshi, jemadari wa majeshi ya Waajemi kutoka mashariki, baada ya kukausha mto Frati hadi ikawa ukiwa kama jangwa, ndivyo katika kipindi hiki cha mwisho, katika kipindi hiki cha vita vya mwisho, kanisa la Kirumi litakavyokosa nguvu mbele ya Kristo mwana wa Mungu atakapokuja kama mfalme wa mashariki, kama wafalme wa mashariki, baada ya kuyakausha matumaini na tegemeo waliokuwa wamemwekea wakaaji wa dunia na jiji lake Vatikano na kanisa lake Katoliki la Kirumi. Kama vile kiburi cha Babeli ya kale kilivyoifanya isikaliwe na watu, bali ikakaliwa na wanyama wakali na wachafu, ndivyo kiburi cha kahaba huyu mkuu, hili kanisa la Kirumi, kitakavyoliondolea imani waliokuwa nayo kwake wakaaji wa dunia, na kuliacha ukiwa, na kulifanya likaliwe na roho 3 za uchafu zifananavyo na vyura, ambazo ni joka, shetani mwenyewe na serikali zote za dunia, na mnyama ambao ni upapa, na nabii wa uongo ambao ni Marekani na uprotestanti ulioanguka, ambao wote pamoja watakuwa wamekubaliana kuungana ili kuwapotosha waumini wa juu kwa ishara au miujiza zao waliokwisha kutenda mbele yao. Kisha watawakusanya kwa vita kinyume cha Kristo na watakatifu wake. Kama lugha ya Biblia inavyosema, ile Biblia ya tafadhali, kama lugha ya Babeli ya kale ilivyokuwa ikisemwa na wote walikuwa wanasikiana,
Kama vile yule aliyekuwa anamwambia mwenzake nipe tofali na anamsikia, aliyekuwa anamwambia mwenzake nipe mchanga anamsikia, kama vile yule alivyokuwa anamwambia mwenzake nipe maji anamsikia, ndivyo vile utawala wa kipapa na utawala wa joka, yaani serikali za dunia zikiongozwa na shetani, na utawala pia wa nabii wa uongo ambao ni uprotestanti ulioanguka, ndivyo wanavyoelewana, wanakuwa na lugha moja. Utatu huu mchafu unafananishwa na vyura. Ukikumbuka tulivyojifunza, ni kwa sababu chura anapokuwa tayari kuruka, huwezi kujua ataelekea upande upi. Anaweza kuwa anakoelekea lakini anarukia upande wa kushoto. Na ndivyo vile watu wengi wataenda kuvumbua, kumbe utawala wa kipapa ulikuwa unaonekana kana kwamba unaelekeza watu mbinguni, kumbe unawaelekeza kuzimu. Na ndiyo maana tutatambua huko mbele ya kwamba majeshi ya utawala wa kipapa na kanisa lake la Kirumi, Biblia inawahukumu kwa sababu ya uchawi wao, yaani uganga, fetishe. Na hii tutaiona tunapoendelea na somo letu hili. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 19 inasema, na mji ule mkuu utagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka. Na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya hasira yake. Na kule kugawanyika mafungu matatu, tulijifunza vizuri pamoja ya kwamba yale mafungu matatu, kugawanyika mafungu matatu Yesu atakapokuja, ni wakati ambapo upapa ambao ni mnyama na joka na serikali ambao ni shetani na serikali zake za dunia, pamoja na ule nabii wa uongo ambao ni uprotestanti ulioanguka na huo mmoja wake wa makanisa madini, wote watakuwa wametengana kwa sababu watakuwa wamebishana. Yaani serikali za wanadamu zinazoongozwa na shetani pamoja na utawala wa upapa unaolisimamia kanisa la Kirumi, pamoja na Marekani na uprotestanti ulioanguka hadi kuunda umoja wa madhehebu, hawatashikamana tena, ijapokuwa kwa pigo la sita walikuwa wamepanga kuiendea vita ya Armagedoni. Kwa kuwa hiyo vita itamalizwa na Kristo mwenyewe, Mikaeli jemadari mkuu asimamaye upande wa watu wa Mungu. Hawa wa Babeli watakuwa katika kutengana sababu ya mvua ya mawe kama pigo la mwisho juu yao. Hawataweza kukimbia wala kujiokoa, ndiyo maana wataiambia miamba na milima iwaangukie, kwa sababu wanashindwa jinsi ya kujiokoa mikononi mwa Yesu Kristo anayekuja, kwa kuwa kila mmoja amekwisha kuangukiwa na mawe ambamo miongoni mwao kila jiwe linakuwa na uzito takriban kilo 45 hadi 50 talanta. Ujiulize, unapoangukiwa na jiwe la kilo 50 linakutwanga mabegani lakini usivunjike, usife, linakutwanga kichwani lakini usife, unafikiria kwamba kweli unaweza kufanya jambo lingine baadaye? Sasa hebu tuone sura ile ya 18, Ufunuo 18 mstari wa 3. Inasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Jambo la kwanza katika shairi hili la 3 linasema mataifa yote ya dunia wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wa kahaba huyo. Mvinyo unaoonekana kwa uasherati haunyweki, lakini huyu mwanamke kahaba anawanywesha mataifa yote huo mvinyo kiasi cha kuwafanya wenda wazimu. Angalia Yeremia 50 mstari wa 38 inasema, ukosefu wa mvua juu ya maji yake, nayo yatakaushwa, maana ni nchi ya sanamu za kuchonga, nao wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Unaona, nchi hii Babeli huyu, kanisa hili la Kirumi linakinga ibada ya sanamu kiasi kwamba hiyo ibada ya sanamu imewafanya wale wote wanaokuwa katika Babeli kuwa na wazimu. Tena
wazimu wao wanakaushwa. Ni maji, lakini ukiwa unakuwa juu ya maji. Ukosefu wa mvua unakuwa juu ya maji. Unaona hiyo? Ukosefu wa mvua unakuwa juu ya maji. Mvua katika unabii ni nguvu za utangazaji wa nuru ya neno la Mungu kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, kama tulivyoona katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 21 hadi 32. Lakini pia maji ni katika unabii maana yake ni watu wengi au wakaaji wa dunia, kama tunavyoona katika Ufunuo 17 mstari wa 15. Sasa ukosefu wa mvua kuwa juu ya maji ya Babeli ni ukosefu wa Roho Mtakatifu na nuru ya neno lake kuwa juu ya waumini wa kanisa hili na watu wote wanaotawaliwa nalo. Ndiyo sababu huwezi kumuona Mkatoliki akifanya ubishi wa maandiko, kwa kuwa hakuna mvua yoyote juu yake, bali ni ukame wa kiroho. Na ndiyo maana hawana muda wa kujichosha kwenda kanisani na Biblia ambayo hawawezi hata kuitumia kwa kujitetea. Ukikumbuka tulipojifunza pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2, tulitambua tunapojifunza juu ya kanisa la Pergamo na Thiatira, tuliona ya kwamba kanisa la Kirumi lilikatazwa kusoma Biblia, na mpaka ikafikia hatua hakuna watu walioelewa mambo ya Biblia tena, isipokuwa kauli zinazoletwa na mapadri na papa. Watu wenyewe wanasema tu ni amina. Na hii ikafanya kwamba kanisa liingie katika giza la kiroho, na hizo zikaitwa zama za giza. Na hii giza la kiroho ndilo lililofanya kwamba wote waliokuwa katika kanisa la Kirumi wapate kupotea kwa vizuri kabisa, wapotee vizuri, na mpaka leo wote wamepotea mpaka pale watakapochunguza na kupapasa ili wapate kumuona Mungu na kutubu na kurejea kwake. Kwa kuwa alitumia kikombe cha dhahabu kwa kuwalevya walimwengu, Mungu naye atatumia kikombe kile kile kwa kumwadhibu, sababu amewafanya wakaaji wa dunia kuwa wenda wazimu. Angalia Yeremia 51 mstari wa 7. Yeremia 51 mstari wa 7 inasema, Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Kumbe kinacholetea mataifa yote wazimu duniani ni ule mvinyo wa kahaba huyu mkuu, yaani mafundisho ya yule kahaba mkuu au mafundisho ya kanisa Katoliki la Kirumi, ndiyo inafanya kwamba dunia yote leo iwe na wazimu. Utashangaa Mungu mwenyewe alipoumba dunia alisema siku inaanza jioni, na jioni tunaitambua kwa kushuka kwa jua. Lakini kwa sababu ya wazimu waliowatia ndani ya vichwa vyao, wanakaaji wote wa dunia wanasema siku inaanza na usiku wa manane, yaani siku inaanza minui. Kama vile Mungu alivyosema ya kwamba siku inaanza jioni na tutatambua jioni kwa kushuka kwa jua, ukiwauliza hawa wenda wazimu, siku inaanza minui, yaani siku inaanza katikati ya usiku, siku inaanza usiku wa manane. Nini kinachowajulisha ninyi ambacho Mungu alikiumba, kinachowajulisha ya kwamba siku inaanza? Hawatakuwa na cha kusema. Ndio maana wanajitengenezea sasa simu na saa za mikononi zitakazoenda sawasawa na wazimu wao, ili inapokuwa saa 6 za usiku tarehe inabadilika, saa inasema ni saa 0. Saa 0, wewe ni mwenda wazimu. Na ndivyo vile utakuta sisi sote wakaaji wa dunia tumekwisha kuwa wenda wazimu. Na ukimuuliza mtu saa 6 za usiku atakwambia aseme ni 0h, yaani ni saa 0. Na tunasema vizuri tena kwa heshima na tukijikinai. Lakini hiyo sio wazimu ule tu peke yake. Hebu tuangalie jinsi baadhi ya uchafu ulivyoingia polepole kanisani hadi kuleta uchawi wa kuwafanya walimwengu kuingiwa na wazimu. Hiyo utaipata katika kitabu kilichoandikwa na Alexandre Hislop, kitabu kinachoitwa Les Deux Babylones. Kiliandikwa Paris mwaka wa 1886. Huyu ametuonyesha miaka namna gani
ukafiri ulivyokuwa ukiingia pole pole katika kanisa la Mungu mpaka likachafuka na likawa Babeli. Mwaka wa 300 baada ya Kristo, kuombea waliokufa na alama ya msalaba vikaingia kanisani. Mwaka wa 321 baada ya Kristo, kutunga sheria ya Jumapili na kutilia mkazo kushika Jumapili vikaingizwa kanisani. Mwaka wa 375 baada ya Kristo, kuabudu malaika waliokufa na kutumia sanamu katika ibada vikaingizwa kanisani. Mwaka wa 394 baada ya Kristo, kusherehekea misa ya kipagani ikaingizwa kanisani. Mwaka wa 400 baada ya Kristo, mateso dhidi ya washika sabato yakaanza kanisani. Mwaka wa 431 baada ya Kristo, Maria akatukuzwa na kuitwa mama wa Mungu. Hiyo ikaingizwa kanisani. Mwaka wa 450 baada ya Kristo, mauaji dhidi ya washika sabato ikatangazwa kanisani. Mwaka wa 500 baada ya Kristo, mapadri wakaamuriwa kuvaa tofauti na wengine. Mwaka wa 426 baada ya Kristo, kuitwa mtakatifu sana kukaingizwa kanisani. Ndio maana unaona wakati ambapo walianza kuwaua washika sabato, ndio maana sabato ilipotea. Nani atakubali kufa? Wakakimbia, wakukimbia na wakuuawa wakauawa. Lakini pia ikaonekana ya kwamba mapadri naomba waanze kuvaa mavazi tofauti na watu wengine, na kisha kuna wale ambao wanaanza kuitwa sasa mtakatifu sana, kama vile tunavyosikia wanaita baba mtakatifu. Papa wanamuita baba mtakatifu, wanamuita mtakatifu sana, baba mtakatifu sana, très saint père. Mwaka wa 526 baada ya Kristo, kuitwa mtakatifu sana, na baada ya 593 baada ya Kristo, pagatori au matohara ikaaminishwa kanisani. Yaani pale ni kusema mtu ambaye anakufa haende popote kuzimuni ili aweze kutulia akisubiri ufufuko, bali wanasema anaenda mahali fulani ambapo kule anateseka. Sasa inabidi wamutolee sadaka, wamtolee vitu kwa ajili yake, wavitoe kanisani ili apate kulazwa mahali pema. Na hapo ndipo usemo wa ulazwe mahali pema peponi ulianza kuingia ndani ya watu, na mpaka leo maskini ya Mungu wanaojiita wa Kristo nao wanaambia hivyo maiti kana kwamba inasikia. Hiyo ni kwa sababu wote wamelewa, tena wamekuwa na wazimu ulioingizwa na hili kanisa potovu ambalo ni kanisa kahaba. Mwaka wa 600 baada ya Kristo, Kilatini ikawa ndiyo lugha ya maombi na misa. Yaani hakuna yule ambaye angeweza kufanya tena ibada na bila kutumia hii lugha ambao ni lugha ya Kilatini. Na watu nao maskini ya Mungu wasiojua maana yake, kazi yao tu ilikuwa ni kujibu tu amina bila wao kujua wanasema nini. Na misa misa ikafanyiwa hivyo katika Kilatini, na maombi vile vile. Pia maombi yakaanza kutolewa kwa Maria na kwa watakatifu waliokufa na kwa malaika pia. Hiyo iliingizwa kanisani mwaka wa 600 baada ya Kristo. Kitabu kile ambacho ninakuwa nikiwazungumzia kinachokuwa kinasema hayo kiliandikwa na Alexandre Hislop katika chapitre inayoitwa Les Deux Babylone, lakini kitabu chenyewe kinapatikana kiliandikwa Paris mwaka wa 1886. Tunaendelea kuangalia uchunguzi wa namna vitu viliingizwa kanisani. Mwaka wa 607 baada ya Kristo, cheo cha papa au askofu wa wote kikatumika kwa mara ya kwanza. Yaani hata kama utawala wa kipapa ulipata mamlaka mwaka wa 538, lakini kuitwa papa kanisani ilikuwa ni mwaka wa 607 baada ya Kristo. Mwaka wa 709 kubusu mguu wa papa
kukaingizwa kanisani. Ndio maana mtakuta kuna wale ambao wanabusu mguu wa papa na wengine wanabusu kidole, pete yake kwa kidole chake. Wale ambao wanabusu pete ni wale wafalme wenye cheo, lakini wengine walikuwa wanabusu viatu. Kama unataka kuelewa jambo hili, tafuta dictionnaire ile ya zamani, kamusi ile ya zamani ya Kifaransa, utafute mahali panapoandikwa pantoufle. Ile ya zamani kabisa tangu mwaka wa 1970 na kitu, shuka. Tafuta, utakuta ya kwamba wanasema pantoufle ni kiato cha papa ambacho watu walikuwa wanabusu. Mwaka wa 550 baada ya Kristo, papa akapewa mamlaka ya kiserikali. Mwaka wa 786 ibada ya msalaba na sanamu na mifupa ya masalio ya waliokufa, ibada ya msalaba na sanamu na mifupa ya masalio ya waliokufa vyote vikaingizwa kanisani. Yaani unaweza kuomba mifupa ya waliokufa inakusaidia, unaweza kuomba msalaba inakusaidia, unaweza kuomba sanamu inakusaidia. Mwaka wa 850 baada ya Kristo, kuundwa kwa maji ya baraka. Kanisa hili liliundwa maji ya baraka mwaka wa 850. Ndio maana mtakuta hata miongoni mwa wale wa binti zake makanisa ya Kiprotestanti ambao ndio watoto wake, nao wakariti yale maji ya baraka wakayabeba kwao. Hii ni kwa sababu mama ametengeneza, sherti mtoto ashike. Mwaka wa 927 miili ya makardinali ikaanza kuhifadhiwa, wanayaweka na kuifanya mitakatifu. Mwaka wa 965 kubatiza kengele kukaingizwa kanisani. Yaani tangu mwaka wa 965 haifai kengele ianze kumtumikia Mungu kanisani bado na ingali pagani na ingali kafiri. Inabidi iende nayo ibatizwe, ikisha maliza kubatizwa ndipo inaenda kumtumikia Mungu nayo. Na ubatizo wa kengele ukaingizwa katika kanisa, na mpaka leo watu wanajua ya kwamba inabidi kengele ibatizwe. Hata sijui kama nayo itaokoka na kwenda mbinguni. Lakini mwaka wa 995 kukaingizwa kumtakasa mtakatifu aliyekufa, yaani canonisation des saints morts. Ndio maana utashangaa wanasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amekufa zamani akiwa padri, sasa tangu leo anaweza naye kuanza kutuombea, naye ameenda mbinguni, anakaa karibu na Baba. Mambo kama hayo yaliingizwa mwaka wa 995 au 995. 998 kufunga siku ya Ijumaa na Juma takatifu vikaingizwa kanisani. Huo ndio hapo ndipo msemo ulitokea, usile nyama siku ya nyama mwiko. Yaani mwaka wa 998 wa Katoliki walikatazwa, wakaambiwa wao wanafunga Ijumaa wakati fulani fulani na wakapewa Juma takatifu. Mimi sijui hayo mengi zaidi kuliko wao. Mwaka wa 1079 kutokuoa kwa mapadri kukaingizwa kanisani. Yaani mapadri waliokuwa wanamtumikia Mungu kabla mwaka huu wa 1079 walikuwa wakioa, lakini tangu mwaka wa 1079 wakakatazwa sasa kuoa. Mwaka wa 1990 kutumia ushanga au chapelet kwa kukariri sala kukaingizwa kanisani. Chapelet ilianza kutumiwa mwaka wa 1090. Mwaka wa 1184 baraza la kuhukumu waasi wa dini au Inquisition ikaundwa. Yaani tangu 1184 ukienda kinyume na dini kuna baraza ya kukuhukumu, unauawa. Mwaka wa 1190 kuuza msamaha au indulgence kukaingizwa kanisani. Tangu mwaka 1190 watu wakaanza kupewa cheti kinachoitwa indulgence. Ikiwa unatamani kufanya dhambi muda wa miaka fulani bila kuhukumiwa, unalipia tu pesa kiasi fulani,
wanakupatia cheti kitakachokuruhusu kufanya dhambi, na zile dhambi zote utakazokuwa umezifanya zitakuwa zimesamehewa kabla hujazitenda. Hiyo ikaingizwa kanisani, na hii lilipatia kanisa la Kirumi pesa nyingi sana, na Martin Luther ambaye alitoka mwaka 1517 alipigana sana na jambo hili, akionyesha wazi ya kwamba tunapata msamaha wa dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo, si kwa kununua vyeti vilivyotengenezwa na mwanamke huyu kahaba. Mwaka 1215 baada ya Kristo, kuungamia mapadri kuliko kwa Mungu kukaingizwa. Watu wakaanza kuungama mbele ya mapadri, na mpaka leo wale mabinti zake nao wameichukua mfano huo. Leo Waprotestanti nao wanaanza kuungama mbele ya wachungaji, kama vile Wakatoliki wanaungama mbele ya mapadri. Kumbuka ya kwamba hiyo imeingizwa kanisani mwaka wa 1215. Mwaka wa 1220 kuabudu Ukaristia ukaingia. Mwaka wa 1229 Biblia ikakatazwa rasmi kusomwa na washiriki isipokuwa mapadri peke yake. Mwaka wa 1251 vazi la shingoni la mapadri likaundwa, inaitwa scapulaire. Ile vazi ambalo naliona wanalivaa jeupe kwenye mabega yao, unaliingiza kichwa shingoni. Nadhani mnazoea kuliona. Mwaka wa 1414 kikombe cha divai kikakatazwa kwa waumini, kikabaki tu kwa mapadri peke yake. Sikiliza ndugu yangu, kuna vitu viwili vya muhimu vilivyokatazwa watu wa Mungu. Mwaka wa 1229 walikatazwa kusoma Biblia, na mwaka wa 1114 wakakatazwa kunywa divai, wale mkate tu. Yaani wana haki ya kula mwili wa Kristo, lakini hapana kunywa damu yake. Mwaka wa 1508 amri ikatolewa kwamba waumini wakariri na kuamkia Maria kwa kutumia shanga au chapelet. Yaani mu 1508 ndipo watu walianza kusema na kuamkia Maria, umejaliwa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na mambo kama hayo. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Sijui kama ningali nakumbuka, kwa sababu hiyo nilifanya muda mrefu, lakini nilishasahau kidogo. Naamini ya kwamba wale ambao wanaifanya wanajua. Lakini walikuwa wanaomba ombi hili zamani bila kutumia chapelet au shanga, lakini mwaka 1508 wakaamuriwa kutumia shanga. Ndio maana unaweza kumkuta Mkatoliki hata kama hajasema na wewe kwa kinywa, utamwona akisema tu moyoni mwake, akipitisha kabegu kamoja ka chapelet ka ile shanga, akipitisha moja pale, anakuwa akizungumza moyoni mwake. Mwaka 1524 kukaundwa kikundi cha Wajesuite. Wajesuite ni kikundi cha watu ambao wameundwa na kuingizwa katika kanisa la Kirumi ili kuwalipiza kisasi wale ambao wanaenda kinyume na imani ya kidini au imani ya kanisa Katoliki. Na hawa watatumiwa sana kuweza kuwa kama wapelelezi. Wataingizwa ndani ya makanisa mbalimbali, watatumwa ili waende kujifanya kana kwamba wanaamini na kubatizwa ndani ya makanisa mbalimbali, hususan yale makanisa ambayo yanakuwa yakitangaza ukafiri na uchafu wa kanisa la Kirumi, na watajifanya kama ni waumini wapya, na humo wakisha maliza kuzoeleka, kuna siku wataibua vurugu. Unaweza kushangaa, usishangae kuona kanisa ambalo lilikuwa linajiheshimu la watu wa Mungu, lakini wanainuliwa tu, wanaanza kupigana, vurugu, kurusha viti, kuvunja vyombo. Wale ni wamoja wao wa Majesuite ambao walifanya kwamba vurugu hilo litokee ili kanisa likose mvuto, na baada ya kanisa kukosa mvuto watu wote wakimbie. Na hawa watatumika sana wakati ambapo utawala wa mnyama utakaposimamisha Jumapili kuwa siku ya ibada katika dunia nzima. Kumbuka ya kwamba waliingizwa makanisani kuundwa mwaka 1524.
Mwaka 1545 mila na desturi, yaani mapokeo, yakatangazwa kuwa na heshima sawasawa na maandiko matakatifu. Ndio maana utashangaa kumuona wale ambao wanakuwa katika nchi ya Kongo, mtashangaa kumuona padri anaondoka anaenda kwa kimbirikiti porini, anaenda kufanya desturi mbalimbali za mila iwe ya kipagani, anaishiriki kwa sababu mwaka 1545 mila na desturi za kipagani zote zilipewa kipaumbele katika kanisa la Kirumi. Na ndiyo maana humo ni kuchangachanga kabisa. Ile ndiyo maana ya Babeli. Mwaka wa 1546 vitabu vya Deuterokanoni vikaongezwa rasmi ndani ya Biblia, ile ambao zinaitwa les livres apocryphes. Ndiyo maana utakuta katika Biblia ambayo inatumiwa na Waprotestanti inakuwa na vitabu 66, lakini Biblia inayotumiwa na Wakatoliki inakuwa na vitabu 72 ikiwa sidanganyike. Ni kwa sababu waliongeza vile vitabu vya Deuterokanoni, yaani vitabu visivyovuviwa, ili kitabu kiwe kikubwa, na humo ndani muna mambo mengi sana ya kipagani, mambo mengi sana ya kichawi ambayo inakuwa katika baadhi ya vitabu vile vilivyoongezwa. Hata ukisoma tu kitabu cha Yuditi utakuta mle wanasema ya kwamba unaweza kuchukua maini ya samaki, unaichoma motoni na moshi wake unakimbiza mapepo. Yaani hakuna tena kumuomba Mungu. Unaangalia kuna busara ya sira, kuna vitu vingi sana, mambo mengi yako humo ambao sipendi kuyazungumzia, lakini vile vitabu viliingizwa mwaka 1546. Mwaka 1854 kukatangazwa ya kuwa binti anaweza kubeba mimba takatifu, na hii ilikuwa ni njia ya kuwasaidia mapadri kuwa wanalala na mabinti mbalimbali katika kanisa na kuwatungisha mimba, na baadaye binti anaweza enda kusema ya kwamba alishangaa tu yuko ndotoni, akashangaa tu ameamka, basi nikashangaa tu sioni tena siku zangu, mwezi unapita, miezi miwili, sijui ni nini, baadaye nilipopimwa nikasikia kwamba nina ujauzito. Kanisa linakubali ya kwamba binti anaweza kuwa na mimba takatifu, Immaculée Conception. Na hii wakijikita katika Injili inayosema ya kwamba Maria alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini mabinti wengine nao wasipate, na ijapokuwa nao ni binti za Yesu? Mwaka wa 1864 kitabu cha makosa cha Papa kinahukumu uhuru wa dini na kusema wadhahiri wa vyombo vya habari na wa uvumbuzi wa kisayansi. Yaani, tafadhali nimesoma vibaya. Kitabu cha makosa cha Papa kinahukumu uhuru wa dini, uhuru wa kusema, uhuru wa dhamiri na uhuru wa vyombo vya habari na uvumbuzi wa kisayansi. Yaani mwaka 1864 Papa ambaye anakuwa na kitabu chake anachokuwa kikiandika akaongezea ndani ya tarakimu au kitengo kinachosema kinahukumu uhuru wa dini. Yaani unapokuwa ndani ya kanisa la Kirumi Katoliki huna uhuru wa kusema nitatoka na kwenda katika dini nyingine. Hapana. Cha pili, hakuna dini nyingine inayokuwa na uhuru wa kufanya chochote, ni hayo peke yake. Ndiyo maana utakuta ya kwamba ndiyo inayofanana kuwa pia ndiyo dini ya serikali. Hakuna anayekuwa na uhuru wa kusema. Ndiyo maana ndani ya kanisa la Katoliki hawaulizi maswali, wala hakuna anayefanya ubishi na padri. Wana kinaposemwa wewe tu ni ex cathedra unasema amina. Hakuna uhuru wa dhamiri kusema basi hivi wananiambia ngoja nende nichunguze. Hakuna uhuru wa vyombo vya habari kusema mimi nitatangaza kile nilichokiona, na huruhusiwi. Ndio maana wapasha habari wengi wanauawa. Hakuna uhuru wa uvumbuzi wa kisayansi. Ndio maana usiende kufanya uchunguzi. Je, hiki kilichotokea, je kinastahili kufanywa?
Jambo lingine ni hili. Mwaka wa 1870 baada ya Kristo, ikasemwa ya kwamba papa hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika, l'infaillibilité du pape. Na hapo tangu wakati huo ilionekana wazi ya kwamba papa kumbe anakuwa na cheo sawasawa na Mungu, kwa kuwa Mungu mwenyewe ndiye hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika. Mwaka wa 1930 baada ya Kristo, sasa kuhukumiwa kwa shule za umma, les écoles publiques, na zile zisizo za kikatoliki kukaingia kanisani. Yaani shule zote zisizokuwa za kikatoliki au zinakuwa ni zile mashule ambazo ni shule za kiserikali zikahukumiwa na kanisa kama ni shule mbaya, haistahili mtu kupeleka mtoto wake kusomea hapo. Na mwaka wa 1950 1950 kukatangazwa kwamba Maria ameenda mbinguni. Ile ndiyo inayoitwa Assumption. Ascension ni Yesu kwenda mbinguni. Assumption ni Maria kwenda mbinguni. Hii ikaingia mwaka wa 1950 1950, na mpaka hivi maskini ya Mungu wengi na wajinga na wasiojua Mungu awaonee huruma wanafikiri ya kwamba kweli Maria yuko mbinguni tangu wakati huo. Mwaka wa 1965 baada ya Kristo, Maria akaitwa mama wa kanisa. Kumbuka ya kwamba alikuwa ameitwa mama wa Mungu, sasa cheo kikapanda, ameitwa sasa mama wa kanisa pia. Ndiyo maana utakuta na mimi niliimba kwenye kale kawimbo, kila mtoto na mama yake, wangu ni Maria, kila mtoto na mama yake, wangu ni Maria. Yaani watu wakajua ya kwamba Maria ni mama. Na hivi ukisema utaingiza mafsemi mengine tofauti na hapo, elewa ya kwamba unakosana na Mkatoliki wa damu. Kwa sababu tangu mwaka huo wa 1965 1965 Maria aliitwa ni mama wa kanisa. Na tangu wakati huo ndipo walianza kufundisha watu ya kwamba yeye ndiye mwanamke wa Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1, jambo ambalo si kweli. Mwaka wa 1998 1998 barua ya kitume ikaandikwa kuhusu utakatifu wa Jumapili, la sainteté du dimanche. Yaani 1998 tangu wakati huo barua ya kitume iliandikwa, na tangu wakati huo ikaandikwa ya kwamba dimanche inakuwa takatifu, na hapo ndipo wakaanza kuwapatia hata watu makaripio wale wanaotumika dimanche. Na ilitangazwa, ninakumbuka padri anayeitwa Pius aliingia katika soko la Virunga hapo Goma, na tafadhali ninakosea, alitangazia washiriki wake ambao wanafanya uchuuzi katika soko ya Virunga hapo Goma. Nilipoingia humo ndipo waliponieleza ya kwamba dimanche kwenye mimbari aliwatangazia ya kwamba kila atakayekuwa akiingia sokoni na kufanya biashara siku ya dimanche alaaniwe, na amelaaniwa kweli. Na hii ilikuwa ni njia tu ya kuendelea kufanya kwamba dimanche ikamatwe kama takatifu. Lakini siku iko mbele ambapo itapewa sasa uzito na kufanywa kuwa ni sheria, na atakayeenda kinyume na hiyo ataadhibiwa vikali. Mwaka wa 1999 Maria akatangazwa kama mwokozi karibu na mwanawe. Yaani tangu wakati huo 1909 Maria sasa hakuwa mama wa kanisa peke yake, bali akatangazwa kama naye ni mwokozi sawasawa na Kristo. Na ndiyo maana yeye hatuombee tu, lakini naye Yesu alipokufa msalabani akatuokoa. Naye alikuwa pale msalabani, si mnakumbuka? Alikuwa naye msalabani, naye alikuwa akituokoa. Hayo ni mafundisho ambayo yanawakilisha mvinyo
wa uasherati wa yule kahaba mkuu, mama wa makahaba, kanisa la Katoliki la Kirumi, ambalo liliwafanya watu wote wasahau ukweli wa Biblia na wakaingia katika kumwasi Mungu na kwenda kinyume na mapenzi yake. Hebu tuangalie jambo lingine linalosemwa katika